Habari mtazamaji wa Nditi Online TV, leo nakuibukia na hii hapo ulikuwa ifahamu kuhusiana na mwamba unamuita Yesu Kristo. Yesu Kristo bwana ana vitu zaidi ya 40 ambavyo wewe ulikuwa uvifahamu. Leo nataka nikupatie hivi vitu kama elimu yako mpya ambayo ulikuwa hujui kwamba Yesu Kristo alikuwa na vitu gani vya siri ambavyo wewe ulikuwa uvifahamu na nitakuwa uvifahamu kuanzia sasa na wakati ujao. Bwana nitakutajia vitu 40 ambavyo ulikuwa hujui kuhusiana na Yesu Kristo Mnazareti. Yesu namba 1, nitaanza na hii hapa. Jina lake la Yesu au Emmanueli ni jina ambalo Yesu alitungiwa na sio na mwanadamu. Ni jina ambalo litungwa sio mwanadamu, yani mama yake Yesu na wazazi wake walielekezwa kwamba wakizaa mtoto jina lake watamuita Yesu. Alikuwa jina alopewa na wazazi. Namba 2, ili jina huyu Yesu huyu anatajwa kwamba ana kashishi lingine. Inasemekana mwamba alishawahi kuishi kabla ya kuzaliwa. Sasa aliishi akiwa nani? Sijui. Hilo silifanyia utafiti sana. Lakini wataalamu wanasema alikuwa amezaliwa lakini alikuwa na maisha kabla ya kuzaliwa. Namba 3, Yesu Kristo. Kristo sio jina lake la ukoo wala kwa kulitumia jina la Kristo kama jina lake la ukoo. Kitu tu Yesu. Wengine wakimuita majina tofauti wakati wa uhai wake. Lakini majina la Kristo lilikuja kama jina lake mpaka mafuta ya Bwana. Jina lilokuja baadaye sana kutoka kwa Wagiriki ndio walimpatia jina la Kristo, lakini sio la ukoo kama wanavyomuita. Namba 3, Yesu hakuzaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Sio kweli. Yesu hakuzaliwa tarehe kabisa. Hiyo tarehe ilikuja kupachikwa baadaye sana na watu tu walikuwa ni watu kama kina John Chrysostom. Yeye bwana ndio alipandikiza hivyo vitu, kwa maana ya kwamba alisema ni siku ya kwenda kupambana au kupinga siku ya upagani. Yaani wenyewe wakapachika tu kwamba tu assume kwamba Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, siku ya pagani kuabudu, tuiondoe tuweke ni tarehe ya kuzaliwa Yesu. Kwa hiyo usishike kalishika hilo kwamba Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, sio kweli. Namba 5, Yesu amezaliwa tarehe yake na mwezi wa kuzaliwa kwake bado havijapatikana kwamba ni mwaka 1 au miaka 4 kabla ya kuzaliwa kwake. Wengine wanasema ni mwaka 1, lakini kuna vyanzo vingine vinaeleza ni miaka 4 kabla ya mwaka 1 Yesu tayari alikuwa amekwisha zaliwa. Unaona? Namba 5, Yesu alizaliwa na bikira. Kao lijue leo Yesu alizaliwa na bikira, hakuzaliwa na mwanamke wa kawaida, na hakuna mwanamke bikira akawashai kushika mimba isipokuwa mama yake Yesu peke yake. Unaona hiyo namba 6. Namba 7, ukimwangalia Yesu Mathayo na Luka wamemdefine Yesu kwa nadharia tofauti. Yaani Luka akikusimulia habari za Yesu anatofautiana kidogo na Mathayo. Sasa kwa nini wanatofautiana? Hapa sasa Luka bana masimulizi yake alisimuliwa. Luka hakuwa ni mmoja wa wanafunzi wala wakati Yesu anahubiri hakuwepo eneo la tukio. Alikuwa huko Roma, Italia anasoma, akisomea masuala yake ya udaktari. Kwa kuna mtu ndiye alimsimulia mambo ya Yesu, ila Mathayo alikuwepo site. Kwa hiyo Luka aliandika habari za Yesu akimpelekea mtu mmoja Teofilo. Alimwandikia mtu mmoja Teofilo. Namba 7. Namba 8, ukiangalia asili ya ukoo wa Yesu alikotokea, wanasema kwamba walitokea kwenye ukoo ambao walikuwa watu ambao sio wema, ni watu waovu sana. Kwa asili ya Yesu, yani ukoo alotokea ni Yakobo, Yuda, ambao wana historia ambao si nzuri sana, yani lugha familia kina Yuda huko ambao kule ndio likomuuza familia kina Yakobo, wale waliomuuza ndugu yao akamtupa kwenye kisima kumpeleka utumwani. Wao walikuwa na sifa mbaya. Rahabu alikuwa malaya, prostitute, naye alikuwepo katika watu ambao ni ukoo wa Yesu. Daudi ambaye aliua watu wengi vile vile alikuwa ni mzinzi sana, kupenda wanawake. Solomon alioa wanawake, au Suleiman yeye alioa wanawake wengi sana, zaidi ya 700, na aliishi maisha ya starehe. Rehoboam alikuwa muovu naye hakuwa mtu mwema. Abia, naona ndio Yesu akatokea kwenye ukoo huo. Sasa tukaelewi kwa nini Yesu alichagua kutoka kwenye ukoo zenye dhambi. Namba 9, hatujui idadi ya mamajusi ambao walikwenda kumtembelea Yesu. Bado watu wanafuata tafiti, walikuwa mamajusi wangapi walienda kumtembelea Yesu? Hatujui. Hilo namba 9. Namba 10, Yesu alikuwa na ndugu zake wengine. Unaona, alikuwa na ndugu zake wengine ambao alizaliwa nao tumbo moja. Yesu hakuwa wa kwanza wala hivyo. Soma Biblia vizuri utaelezwa pale ndugu zake Yesu
walikuwa kina nani? Utapata taarifa zake kwenye Mathayo 12 mstari wa 46, Luka 8 mstari wa 19 na Marko 3 mstari wa 31. Utaona maelezo mengi, lakini kuna taarifa za siri kwamba pia alikuwa na dada zake. Hakuwa na kaka peke yake, pia alikuwa na dada zake. Yesu alizaliwa kwenye familia, sio kwamba alikuwa ndio wa mwisho kabisa kabisa. 11, neno Bethlehem maana yake ni nyumba ya mkate. Yaani ndio maana ya jina la nyumba mkate. Beth maana yake nyumba, Lehem maana yake mkate. Ndio hivyo. Kwa hiyo akasema yeye ndiye yule mkate wa maisha, yani ukimla yeye umekula mkate wa maisha. Kwa hiyo Yesu akaifananisha na mkate katika mji aliozaliwa, na ikawa na AKA hiyo kama Bethlehem ni mji wa mkate. 12, Yesu alikulia maisha ya ukapenta. Kama ulikuwa ujui, Yesu alikulia maisha ya ukapenta. Alifanya kazi hizo na baba yake. Ziko nadharia nyingi sana. Yesu alikuwa ni fundi mzuri sana ukapenta. Hiyo namba 12. 13, Yesu alikuwa ameanza kuzungumza na Mafarisayo akiwa na miaka mdogo sana. Alikuwa tayari ameshaanza kuongea na Mafarisayo, lakini kumbuka wazazi wake aliyopotea, wazazi wake wakamtafuta, wakamkuta kwa Mafarisayo akizungumza nao. Walipomuuliza akasema hamkujua yanipasa kwa nyumba ya baba yangu. Kumbuka ile maneno. 14, ukisoma 14 pale, ukiangalia Yesu alikuwa hana muonekano rasmi unaoeleweka. Watu walishindwa kujua ukijana au ni mzee au anaonekanaje. Anayechorwa huyo sio Yesu, na hana muonekano huu ambao unamuona. Na ndio maana kwenye video zangu hapo huoni picha Yesu nikiwa nimeiweka, nimeimagine. Hizo picha ni za kufikirika sana. Ndio maana alikuwa hana muonekano rasmi ambao unaweza kuushika ukasema huyu ndio Yesu. Hata ukimuona leo kwamba kesho ukikutana naye utasema nimemkumbuka bwana, jana tulikutana wapi? Hamna kitu kama hicho. Yesu ukimuona jana, leo ukimuona ni kitu kingine na hamwezi kufahamiana. Otherwise yeye akutambue yeye. Naona kwa ndio maana unaangalia jisikini Yuda akapewa vipande vya fedha aweze kumbusu, kwa sababu alikuwa anashindwa kumtambua ni vipi. Lakini ukiangalia Maria Magdalena pia alishindwa kumuelewa Yesu alipokuwa kwenye bustani moja baada ya kufufuka. Alimpita mpaka Yesu akuite yeye wewe, ila sio wewe kumkumbuka yeye. Unaona Haya, tuende kwenye huduma. 15 alianza huduma na miaka 30. Amini usiamini, Yesu ameanza kufundisha akiwa na miaka 30. Ndio umri wake alianza kuhubiri. Unaona Haya, hiyo ni 15. 16, muujiza wa kwanza wa Yesu aliufanya ni Kana, kugeuza maji kuwa divai. Huo ndio muujiza wa kwanza kabisa kufanya Yesu. Mingine sifahamu, lakini wewe jua tukua muujiza wa kwanza ni huo hapa. 17 Yesu alizungumza lugha tofauti, lakini lugha alipenda kuitumia tu Aramaic. Aramaic ni lugha ilikuwa Palestina miaka mingi sana. Ilitumika huko lakini haipo kwa sasa hivi, ni kama ilifutika. Lakini ndio Yesu lugha aliyotumia ni Aramaic, ndio lugha aliyotumia. Namba 18, Yesu alikuwa hapendi kukaa na watu wengi pindi anapotaka kusali. Alikuwa anapotea tu, anakwenda mwenyewe peke yake, anakuwa huko mlimani au sehemu yenye upweke sana. Ndipo alikuwa wanafunzi wake wanamkuta akipotea, basi ujue amekwenda kusali. Lakini Yesu alikuwa hali vitu vya mboga za majani. Alikuwa anapendelea kula vitu vinavyoitwa products za wanyama na samaki. Alikuwa hapendi kabisa kula mboga za majani katika binadamu wake. Alikuwa ndiko hivyo. Lakini ukiangalia Yesu mafundisho yake hakuwa muwazi, hakupenda kufundisha kwa uwazi sana. Ukiangalia mafundisho yake Yesu alikuwa anafundisha kwa mafumbo na mifano sana. Na ukitaka kumuelewa ni kama anatoa gia hivi. Kwa hiyo ukitaka kumpaka umtafute kwa peke yake ndipo anafunza bwana pale uko unamaanisha nini? Ndipo Yesu anaweza kuonesha bwana nilitaka kusema hivi. 21, Yesu alikuwa ni mtu ambaye ni wahisia sana. Hisia sana. Anapozungumza jambo anazungumza kwa kumaanisha sana. Anavyosema wanapomuona wataalamu waliokuwa muona miaka hiyo kwamba alikuwa anazungumza kwa kumaanisha kupita kiasi. Yaani kama ni huruma anakuwa nayo jumla, kama ni hasira basi inakuwa hivyo hivyo kutokana na mazingira. Namba 22, Yesu alifunga kwa siku 40. Hiyo ilikuwa ulifahamu, kama ulikuwa unafahamu ndio hivyo, usiku na mchana, siku 40, sio kufuturu jioni. No, in 24 hours, yani saa moja mpaka saa moja siku ya kwanza. Hali tena anaunganisha. Ufungaji wake sio kufuturu jioni. Lazima ulielewe hilo. Ulielewe hilo. Ufungaji wake sio kufuturu jioni, ni siku 40 ziliisha zote. Lakini 23, Yesu anatumia Agano la Kale kumjibu shetani pindi ambako alitaka kumjaribu kwa kutumia andiko. Kumbuka alisema imeandikwa. Alikuwa akitumia Agano la Kale. Hilo lazima ulishike kwamba Yesu alikuwa akitumia neno imeandikwa lakini katika Agano la Kale. Sawa Alikuwa Agano Jipya alipo, Agano Jipya la Musa mwenyewe. 24, Yesu alimuita Mungu kama Baba na kumuita Mungu kama tunavyomuita.
I'm sorry, leo kidogo siko sawa na mafua, lakini tutavumiliana hivyo mpaka tumalize show. Bwana alimuita Yesu Aba au Baba. Hakumuita Mungu kama sisi. Alipenda kumuita Baba muda mwingi sana. Yesu huyo. 25, Yesu anatajwa hakuwa mwanadamu wa kawaida kama walivyokuwa wanadamu wengine waliwahi kupita kuhubiri Injili. Yeye anatajwa kwamba kwa majibu yake mwenyewe anasema nilikuwepo kabla Ibrahimu. Yohana 8 mstari wa 58 anaeleza pale. Nikashindwa kueleweka alikuwa nani kabla ya Ibrahimu. Tunashindwa kuelewa hapo alikuwa nani kabla ya Ibrahimu. Sasa 26 alikuwa akiabudu pia. Yesu alikuwa akiabudu. Akiabudu kama tunavyoabudu sisi. Anamwabudu nani? Sijui. Maswali ni mengi. 27 Yesu alipofufuka sawa ndio kufufuka. 27 Yesu katika maisha yake alifufua watu watatu. Alimfufua mtoto namba moja, mtoto Luka 7 mstari wa 11 hadi 17, alimfufua katika lango la Naini, akamfufua mtoto wa mama mjane. Lakini ukiangalia akamfufua mtoto wa Jairo, akamfufua na Luka 8 mstari wa 52 mpaka 56, na akamfufua Lazaro Yohana 11. Somo utaona jinsi Yohana Lazaro alifufuliwa pale. 28 Yesu alihubiri kwa miaka 3.5 peke yake. Haikuzidi hapo. Miaka 3.5 hapo. Lakini ndio muda ambao alikwenda kuhubiri, lakini ndio hapo miaka 30, alifikisha miaka 30 ndiko akabatizwa, akaenda akafunga, akaita wanafunzi wake, akaanza kuhubiri, akaenda Kapernaum na hata kusulubishwa ndani ya miaka 3 hiyo wala haikuzidi hata kidogo. 29 Yesu huyu anaonekana alikuwa akizungumzia hivi vitu vitatu. Unajua Yesu katika 29 ni kwamba Yesu ana vitu vitatu muhimu. Alifanya vitu vitatu tu katika injili yake. Yaani mwanzo alibatizwa. Sawa Pili akafanya muujiza mwingine kama unakumbuka muujiza mwingine ambao muujiza 29 niweke hapa sawazi 29 muujiza 29 ni pale sauti ya Mungu inasikika ikiongea na yeye mwenyewe. Vitu hivi vilikuwa ni nadra sana kutokea. Sasa wakati kubatizwa sauti ilitoka juu ikasema ni mwanangu mpendwa aliyependezwa naye msikilizeni. Lakini tena baadaye tena wingu lilishuka akiwa kule mlimani, sura yake ikabadilika sana, akasema huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye msikilizeni. Lakini kabla ya kusulubishwa akiwa analia akasema Baba litukuze jina lako. Utaona pale kuna sauti kutoka mbinguni tena ikasema na Yesu. 30 miujiza ya Yesu inayotajwa ni vitabu ni muujiza mmoja tu umetajwa ni vitabu 4. Unaona? Kitabu cha Luka ilikuwa ni Mathayo 14 mstari wa 13 mpaka 21, Marko 6 31 mpaka 44, Luka 9 12 mpaka 17, Yohana 6 1 mpaka 14. Hawa pekee ndio wamerekodi ule muujiza wa Yesu kulisha zaidi ya 5,000. Huu muujiza umerekodiwa na vitabu 4 tofauti. 31 Yesu alisalitiwa kwa vipande 30 tu vya fedha. Hiyo 31 ilikuwa ifahamu kama ilikuwa ifahamu ndio hivyo. 32 Yesu alihofu sana baada ya kifo chake, alikuwa kwenye stress karibia na kwenda kusulubishwa. Wale wanasema alikuwa yupo kwenye stress, alikuwa anakosa amani sana. Siku zake za kusulubishwa zilikuwa zikisogelea. Ubinadamu, unajua mtu unachoka unaona kabisa hii ilikuwa ni hatari. Lakini 33 Mary au Maria mama yake alishuhudia Yesu akizaliwa, lakini alishuhudia mateso yake mpaka mwisho. Unaona na ndio maana yule akamwambia hivi yule Simeoni akaa miaka mingi mpaka alipomwona Yesu akasema nimeridhika baada ya kumwona Yesu, na akafurahia akambariki Yesu anapokwenda. Lakini akaambia maneno fulani Luka 3 mstari wa 34 mpaka 35 kwamba utachomwa na mkuki kwenye moyo wako, anamwambia Maria. Ina maana Maria alishuhudia mateso ya Yesu live, kwa hiyo alimuumiza sana. Kwa hiyo unabii wa yule Simeoni ulitimilika pale. Soma Luka 2 mstari wa 34 mpaka 35, unabii wake ulikamilika pale. 34 utagundua pale kwamba ile hukumu yake ilivyokuwa imetolewa, alihukumiwa pale Nazareti, mji wa Daudi. Unaona alisulubiwa pale Nazareti. Lakini ukiangalia Wakatoliki wana maandishi andika INRI katika ile kibao cha kusulubiwa. Unaona? Lakini ilikuwa namna Jesus Nazarenus
Rex Iudareum. Sasa hii inamaanisha kwamba neno la Kilatini kwamba huyu ndio mfalme wa Wayahudi, ndipo akaweka pale katikati ya mji, yani ilikuwa ni mjini, hakusulubiwa kijijini kabisa, ilikuwa ni mjini, sehemu ambayo watu wengi wakipita wanaweza kumuona. Unaona? 35 alikuwa ujui kusulubiwa msalabani ilikuwa sio kwa ajili ya Yesu peke yake, ilikuwa ni adhabu common Yesu aliikuta. Na alikuwa anasulubiwa walikuwa wanasulubiwa watu wa aina mbalimbali, wenye korofi wengi sana walikuwa wamesulubiwa pale, au kutushiwa kusulubiwa kwenye utawala wa kipindi hicho. Lazima usulubiwe kama utakuwa msumbufu. Hiyo ni 30, hiyo ni 35. Kwa hiyo ujue kwa sababu usulubiwa sio kwa ajili ya Yesu peke yake, walisulubiwa watu wengi sana. 36 uzikwaji wake Yesu, yani mazishi ya Yesu yalitabiriwa. Ukisoma Mathayo 27:57 mpaka 60 utaona jinsi gani pale ambako wanakwenda kumzika ni Yusufu al-Mataya ndio alikwenda kumzika. Lakini ukisoma Isaya jinsi gani alitabiri mazishi ya Yesu yatakavyokuwa. Unaona? Akaona jinsi gani mazishi yatakavyokuwa. Na aliomba Pilato ndio aweze kufanya nini? Kumruhusu azike Yusufu al-Mataya. 36 kabla Yesu lilindwa kwa mifumo mitatu. Mfumo wa kwanza waliweka jiwe kubwa sana asitoke. Wa pili wakaweka askari. Tatu wakaweka logo ya serikali kwamba mtu atakayejaribu kufanya chochote hapa naye atahukumiwa na kunyongwa kama alivyouawa huyu wa Bwana hapa. Yani ndivyo wakasema hivyo. Yani ionekane kwamba asijaribu mtu kufanya usumbufu kwenye ile kaburi, wakiamini wakina Petro ongeza kuiba mwili wake na kutoweka nao. 37 Yesu alifufuka katika hali ya mwili. Kuna mafundisho yanasema kwamba Yesu alifufuka lakini kiroho, mwili wake ulibaki kaburini. No, alifufuka physical kabisa hivi na kurudi duniani, sio kama kiroho kama unavyofikiria. Unaona hiyo 37. 38 Yesu aliacha nguo zake na zile kamba za mfunga nazo zilibaki kaburini. Kwa hiyo walipoenda kina Petro walikuta kwamba pale hapana kitu chochote. Unaona Kwa hiyo ni 38. 39 Yesu alikuwa anawatokea watu baada ya kufufuka katika mifumo tofauti tofauti. Akamtokea Maria Magdalena, Marko 16:9 mpaka 11. Akatokea mwanamke pale kwenye kaburi, Mathayo 28:8 mpaka 10. Peter alimtokea Peter au Petro, Luka 24 mpaka 34. Akatokea watu barabarani wale wasafiri, Marko 16 mpaka 12, Marko 16:12 mpaka 13. Akawatokea wanafunzi wake 12 kasoro Thomas, Marko 16 mstari wa 14. Akawatokea na Thomas akiwepo, ilikuwa ni Yohana 20 mstari wa 26 mpaka 21. Akawatokea wakati wanavua 21:1 mpaka 14. Lakini akatokea tena katika milima katika Mathayo 28:16 mpaka 20. Akatokea tena watu zaidi ya 500, wa Korinto 15:6. Akamtokea James wa Korinto wa kwanza 15 mpaka 7. Lakini akawatokea tena wengine kwenye Matendo ya Mitume 1:6 mpaka 9. Akamtokea Paulo Matendo 9:1 mpaka 6. Utaona jinsi alimtokea Paulo. Mwisho kabisa Yesu alikuwa ana mamlaka. Yani mpaka sasa hivi wanasema ana mamlaka, na makauli yake aliyotoa mengi yalikuwa yanahusisha mamlaka, not kuomba. Kwa hiyo alikuwa anatoa kauli ya moja kwa moja ya mamlaka. Hao ndio mambo usiyofahamu kuhusu Yesu Kristo Mnazareti.